Kwenye hii dunia msikilizaji, usijifanye kama umemaliza kila kitu. Mimi naona ajabu kumtani kwetu Nyambwela kuna bibi anasoma. Naitwa Juma. Mimi nimesoma mpaka kidato cha 4 na sina kazi, nipo tu mtaani. Nakukaribisha kwenye simulizi fupi ito Bibi Msomi. Nimekaa zangu maskani pale tunapiga soga, ndo ukaibuka mjadala wa Bibi Msomi. Sasa mimi nikasema kwamba hivi huyu bibi anasoma, nataka awe nani? Mimi nashangaa kuona umri ule eti anasoma. Sisi tumesoma hapa, hatuna kazi, wote tupo tu hapa. Akatokea jamaa mmoja hivi anaitwa Hasani akasema kwamba mimi nadhani kwamba kuna haja ya sisi kuweza kurudi darasani. Kama yule bibi inawezekana tukajua tu mengi kuliko hiyo ambayo tunakuwa tunajifanya kwamba tunajua mambo mengi, kumbe hakuna lolote tunalojua sisi. Hasa mimi kama nimempinga hilo swala. Tunajifanya kwamba tunajua mambo mengi, hakuna lolote ambalo tunalijua. Nikamwambia kwamba hivi bibi yule pale anaweza akasoma na akatuzidi sisi maarifa kweli? Yaani sijamaliza kuongea anatokea jamaa mmoja, yeye akija maskani kazi yake ni kutukera tu sisi sote tusiokuwa na kazi, tusiokuwa na pesa, anaitwa Soni. Yaani moja kwa moja akanishika bega akawa ananiambia mimi kama mfano kwa wote. Ananikera kweli yani. Akaanza kusema kwamba ngoja ni wakere. Mwanangu, tafuta pesa zako tu, upunguze kumuita kila mtu mkuu, kiongozi, mkurugenzi, bosi. Unajaibisha sana mwanangu. Tafuta hela kijana wangu, ili hata polisi wakikukuta umetulia tu sehemu wakuulize, mkuu, kuna shida yote? Kuna mtu anataka kusumbua? Sasa kama amekuja binti pale kumuita sijui kaka yake, unaambiwa jamaa wa kukera akamwambia na yule binti hivi kwamba hata binti tafuta pesa. Hata siku unapewa appointment, ukifika kabla bai wako hajafika basi uwe na ubavu hata wa kuagiza hata kinywaji tu kuliko kusimama tu nje ukitoa macho utazani kwamba mwana anazingia kifaranga, kumbe eti unamsubiri kwamba mpaka aje. Lo. Tafuta pesa ili uepuke usumbufu wa kujitambulisha tu kwa kujieleza sana. Unajua mimi ni mtoto wa binamu yake na Trump, mara nilisoma na mtoto wake na Kikwete, na mateso yote ya nini sasa? Tafuta pesa uepuke mapepo kwenye mikutano ya Injili. Ndiyo, kwani mapepo waga wanawapenda sana walipokaa maskini. Tafuta pesa usionekane mkorofi. Kama una hela kwenye vikao vya familia, ukinyosha tu mkono kuchangia hoja, wanasema kwamba unataka kuleta fujo. Kumbe una bonge moja la point yani. Tafuta pesa ili uepuke kulala kwenye gesi za ndala zenye miguu tofauti na rangi tofauti ili usiziibe. Maskini aminiki kuanzia kwao hadi guest yani. Tafuta pesa Makonda dalila sikutukani kama yule babu aliyekuwa ameuliza kwamba alisema kwamba Konda, ongeza sauti msikize baba wa taifa. Akajibiwa kwamba ungemsikiza baba wa taifa ungekuwa na gari lako. Tafuta pesa ukienda ugenini wasiwe na hofu na wewe kwamba unaweza kuondoka usiku wa manane ukiwa umewaibia. Tafuta hela ndugu wa mume wa kuita shemeji, kama hauna watakuita mume wa mama. Oho. Yaani ule binti anaondoka kwa anacheka, kinamfurahisha tu. Kama hauna watakuita mume wa mama nani? Oho. Yaani ule binti anaondoka kwa anacheka, kinamfurahisha. Kama hauna pesa unaitwa mume wa oho. Yaani mume wa mama Juma, Asha, au kuiti shemeji kabisa. Yaani kasha tukera pale afu kaondoka zake. Sisi tukaendelea tuna mada yetu kujiuliza yule bibi msomi anasoma ili iweje. Sasa hatujapata jibu, bibi mwenyewe anapita. Sasa kuna jamaa mmoja akamuita pale tumpime kiwango cha elimu yake. Tulishangaa alichokuwa anakisema. Alisema maneno hapa: mafanikio ya maisha yako sio elimu tu, uthubutu, kujiamini na ujasiri wa maamuzi. Ukichunguza katika jamii utabaini kuwa sehemu kubwa ya matajiri ni wale ambao wana elimu ndogo sana ama hawakusoma kabisa. Katika jamii na maeneo yote, wenye majengo ya maana, wenye makampuni makubwa, wenye utitili wa maroli na mabasi, wenye maduka makubwa ni wale wa darasa la 7 au wale ambao hawakuingia darasani kabisa. Wasomi wengi na maisha ya kawaida, yani yale ya kiwango cha kubadili tu mboga, wakijitahidi sana wanaishia kujenga nyumba za kuishi na magari mawili tu ya kutembelea, tena kwa mikopo. Wapo wasomi wengi tu ambao wanaishi kimaskini sana. Kwa lugha ya kistaarabu tunasema kwamba wana maisha ya kuungaunga. Kiukweli idadi ya wasomi walio matajiri ni ndogo sana. Lakini umaskini wa wasomi wengi umeanzia huko mashuleni na vyuoni wanapokuwa wanapatia usomi wao huko. Madarasani kuna mambo mawili ambayo wanafundishwa wasomi ambayo ndiyo yanawakoroga sana. Hii inachangiwa na mambo mawili. Moja, wameelimishwa na kuaminishwa kwamba yule anayepata maswali yote kwa usahihi ndo anaonekanika kwamba amefaulu. Ukikosea unahesabika kwamba wewe ni mjinga na wenyewe wanaita kwamba umefeli.
Hata hivyo, katika maisha ya kawaida na uhalisia wa maisha, kwenye kutafuta mchakato wa kutafuta hela, kujaribu na kukosea ni sehemu ya mafanikio. Kadri unavyojaribu na kukosea mara nyingi, ndivyo unavyokuwa unajifunza, na ndivyo nafasi ya kutajirika kwako inazidi kuwa kubwa. Wasomi wengi, kwa sababu ya mentality ya kuogopa kukosea, huaga hawapendi kabisa kujaribu biashara kwa hofu ya kushindwa kuiendesha, na huamua kufa kimaskini wakitegemea mishahara pekee, kwa sababu mishahara ndio pato lao la uhakika zaidi. Darasani kunahimizwa ubinafsi badala ya umoja. Angalia namna mtihani unafanyika. Angalia. Kila mwanafunzi anafanya mtihani peke yake, na ukikuta unaangalizia ama mnasaidiana na mwenzako ndani ya chumba cha mtihani, mtapata adhabu kali, ikiwemo kufutiwa mitihani. Katika maisha ya kawaida, hasa kusaka fedha, unahitajika ushirikiano mkubwa sana baina yako na wadau, wateja, wafanyakazi wenzio, marafiki na kadhalika. Kwa kifupi ni kwamba unatakiwa kuwa na networking ya kutosha sana. Huwezi kufika mbali kiuchumi kama utakuwa na mentality ya ubinafsi unaosisitizwa kwa darasani. Simaanishi kusoma hakuna maana, isipokuwa nakwambia kwamba kama ukipata nafasi ya kusoma, soma kwa bidii, lakini usibebe kile wanachokulisha darasani ukakileta huku mtaani. Mtaani panahitaji akili ambayo ni tofauti kabisa na hiyo ambayo iliyopimwa kupitia ukalili wa vitabuni, na mwishoni wanakuzawadia makaratasi yaitwayo vyeti. Ukitaka kufanikiwa, ungana na waliofanikiwa kuelekeze. Hata hivyo, ni lazima wasome kutambua na kujikita katika kushikana mikono. Unajikomoa pale unapoona kwamba fursa, alafu ukaanza maneno badala ya vitendo. Umekosana na wenzio, hujakosana na fursa ya maisha. Jamani, bibi aliondoka akatuacha na maswali magumu sana. Tunamdharau, ila alichokisema pale ni kikubwa sana, kinahitaji upana sana wa akili. Nilizinduka na kumkimbia bibi msomi na kumuita bibi, bibi, bibi. Bibi alisimama akanisubiri mimi. Nikamwambia, bibi, hebu naomba. Msikilizaji, simulizi hii fupi inakwenda kwa jina la Bibi Msomi. Ndio kwanza tunaianza. Kaa kwa kutulia, kwa sababu bado nitakujuza mengi sana. Mtunzi ni Jogoo Poli, anayepatikana WhatsApp kupitia nambari 0657 774 735. Mimi director wenu kutokea hapa studio za Simulizi Max, na simulizi fupi imekujia kupitia YouTube channel ya Simulizi Max TV. Cha kufanya sio simulizi ya mwisho, zitakuja nyingi sana nzuri zenye mafunzo na burudani ndani yake. Cha kufanya wewe subscribe sasa hivi, ili zitakapokuja simulizi nyingine nzuri basi upate kujulishwa kwamba imekuja. Lakini pia gonga like mapema kabisa, ili simulizi iweze kuwafikia watu wengi zaidi, kwa sababu gonga like maana yake YouTube watajua kama ni kitu ambacho kinakupa elimu na kuburudisha, hivyo watawapelekea watu wengi zaidi wapate kukiona pia. Hivyo gonga like, lakini pia subscribe, usikose hiyo, muhimu sana, kwa sababu kuna simulizi mpya nzuri fupi zitakuja hapa ndani ya Simulizi Max TV. Tunaendelea na simulizi yetu nzuri iitwayo Bibi Msomi. Nikamwambia, bibi, naomba unisaidie, mimi nahisi kwamba kuna sehemu nimekosea kwenye maisha yangu. Bibi akaniambia, umekosea nini? Niambie. Nikamwambia, bibi, mimi nimesoma mpaka kidato cha 4. Na kuna mwenzangu nimesoma naye shule moja na tumemaliza pamoja, ila mwenzangu sasa hivi ana maendeleo kuliko mimi. Ninapojaribu kuuliza watu hapa kijiweni, wananiambia wewe huwezi kuwa kama yule kwa sababu mwenzako ana ndugu ambao amemshika mkono kufika pale. Sasa bibi, naomba uniambie mimi nifanyaje hapo? Bibi akaniambia kwa story moja hivi. Niwe makini kumsikiliza, na ndipo kuna jibu langu pale pale, kwa nini mimi sifanikiwe na mwenzangu kafanikiwa. Bibi akanipa story hapa. Kulikuwa na mfugaji mmoja ambaye alikuwa anafuga kuku wengi sana kijijini. Siku moja kwa bahati mbaya aliokota yai la tai akiwa njiani kutoka shambani. Akaamua kulichukua ile na kuliweka kwa kuku mmoja hivi, mmoja wapo ambaye alikuwa anatimia mayai yake. Baada ya muda kupita, kuku yule akawa ametotoa mayai yake, likiwemo lile la tai. Hivyo tai akazaliwa pamoja na vifaranga wengine bila kujua kwamba yeye alikuwa ni tai. Miaka mingi ikapita bila yule mtoto wa tai kutambua kuwa ana uwezo wa kuruka juu sana na ana nguvu ya kula vyakula fresh kabisa, na sio kukimbilia tu katika mashimo ya takataka kama alivyokuwa anafanya kuku wengine. Siku moja akiwa anaendelea kutafuta chakula kwa kuparua chini, tai mkubwa akapita akiwa analuka kwa madaa sana. Mtoto wa tai akamwambia vifaranga wenzake, anatamani siku moja niweze kuruka tu kama yule pale. Wenzake akamwambia kwamba hilo haliwezekani na kuanza kumcheka na kumwambia kwamba aache kutamani makuu. Hadi mtoto tai anazeeka na akafa hakuwahi kabisa kuruka, ingawa alikuwa na uwezo wa kuruka. Ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Kila mmoja wetu amezaliwa na uwezo mkubwa sana wa kipekee ambao uliojificha ndani yake, lakini kwa sababu tu ya aina ya watu waliotuzunguka, huaga tunajikuta tunaishia tu kwa watu wa kawaida. Kuweka malengo ya kawaida, tunakuwa na ndoto ndogo ndogo tu kama za kuku.
Mara nyingi malengo yetu yamejikita kwa kujilinganisha na watu wanaotuzunguka. Niwe na nyumba, niwe na gari, watoto waende shule nzuri basi. Hii kutokana na aina ya maisha ya marafiki zetu, jamaa zetu na wazazi wetu. Na kwa kufanya hivyo tunajikuta tukiwa tunaishia tu kuishi maisha ya kinyonge kama alikuwa ameishi Tai Mtoto. Tai Mtoto alitamani kuweza kuruka juu kama alivyokuwa ameona Tai wakubwa wakiwa na luka, lakini hakuwahi kabisa kujaribu kufanya hivyo. Mara nyingi watu natamani sana kufanikiwa katika mambo fulani au kufikia malengo fulani makubwa sana katika maisha yetu, lakini tatizo kubwa ni kuwa tu hatujaribu hata kuchukua hatua ya kwanza. Hebu fikiria kama Tai Mtoto angejaribu kuruka ghafla tu, angejikuta kwamba amesharuka juu na asingekufa kiishi kama kuku. Usiendelee kutamani kuwa kama tai. Chukua hatua ya kuruka kama tai na ujaribu kufanya, utashangaa mwenyewe. Uwezo unaotamani uko ndani yako tayari. Kila wakati Tai Mtoto alipokuwa anajaribu kuruka, kuku wanaomzunguka walimkatisha tamaa. Kila wakati utakapokuwa unajaribu kuwa na malengo na ndoto kubwa zaidi ya wanaokuzunguka, utakatishwa tamaa na wao. Kila utakaposema kwamba nitakuwa ni mtu mkubwa maishani, nitamiliki biashara kubwa ama nitakuwa tajiri sana, kuku waga wana tabia kukatisha tamaa kwamba sahau hilo, haliwezekani. Usikubali kuishi maisha yako kwa kualizisha kuku waliokuzunguka. Usikubali kufa ukiwa kuku wakati wewe uliumbwa kuwa tai. Usikubali kukatishwa tamaa na maneno ya kuku wakati wewe sio mmoja wao. Leo angalia kushoto na kulia kwako. Angalia ndoto yako na tazama malengo yako na ujiambie, nimeumbwa kuwa tai, sitakubali kuishi kama kuku. Leo amua kuiaga familia ya kuku na anza maisha mapya kabisa kama tai. Imo nguvu ndani yako, umo uwezo ndani yako, vimo vipaji ndani yako ambavyo ukiamua kuvitumia bila uoga ama ukatishwa tamaa, utashangaa jinsi utakavyokuwa umepaa juu na kuacha kuku wakiwa na shangaa tu. Mwaka huu usikubali kuishi kama kuku. Kila utakapokutana na mtu ambaye anakuambia kwamba uwezi, haiwezekani, hautafanikiwa, hilo ni gumu, ujue kuwa huyo ni kuku na anajaribu tu kukufanya uwe mmoja kati wao. Usikubali. Kuanzia leo amua kuishi kama tai. Na kila kuku unayekutana naye usikubali kabisa au katisha tamaa. Akianza kukatisha tamaa, mwambie kwamba kuku ndio hawezi, ila tai huwa tunaweza. Kumbuka kuwa ndoto yako inawezekana. Jamani, nilifunguka kichwa changu mimi, yani story ya bibi ilinifanya nijue bibi ni msomi. Nikamwambia bibi, asante sana, nimegundua kwamba mimi ni tai, nipo kwenye kundi la kuku. Bibi akaondoka, yani ukimwona ni kama vile comedy jinsi alivyokuwa amevaa nguo za shule. Ila ukimsikiliza tu ana maneno mazuri sana na ya kufungua akili sana. Sasa naenda zangu nyumbani kesho nianze kutafuta kazi nifanye, niache wazo la kusema kwamba mimi nimesoma mpaka kidato cha 4, siwezi kufanya hiki au kile. Sasa yule jamaa, mtu wa kukera yule, namuona anaongea na watu kwenye maskani nyingine hivi, yani yeye kazi yake ni kukera watu tu. Sasa hapa akawa anawakera maskini, yani anachoongea ilikuwa ni hichi hapa. Hakuna watu wagumu wa kuwahudumia kama watu maskini. Ukiwapa kitu bure, wanafikiria kwamba ni mtego. Ukiwaambia wawekeze kidogo, wanakuambia biashara ya mtaji mdogo haitoingizia pesa. Ukiwaambia wawekeze pesa nyingi, wanakuambia kwamba hawana pesa. Ukiwaambia jaribu kitu kipya, wanakuambia kwamba hawana uzoefu. Ukiwaambia ni biashara yenye mfumo mpya, wanakuambia ni biashara ya mtandao, network marketing. Ukiwaambia wafungue duka, wanakuambia kwamba hawatakuwa huru. Ukiwaambia endeshe biashara mpya, wanakuambia kwamba hawana taaluma. Watu wana tabia zinazofanana sana. Wanapenda kumuuliza Google, kusikiliza marafiki zao wenye dhiki kushinda wao. Wanawaza kuliko maprofesa wa chuo kikuu na vipofu wanawashinda kwa kuchukua hatua. Ukiwauliza kitu gani ambacho wanaweza kufanya, wanashinda kukupa jibu. Ushauri wangu kwao, badala ya kuacha moyo wako upige kwa haraka, kwa nini usichukue hatua haraka? Badala ya kufikiria jambo, kwa nini usichukue hatua? Watu maskini wanafeli kwa sababu ya tabia moja kubwa sana. Maisha yao yote wao wanasubiri tu. Na huu ni ukweli mtupu. Mara ngapi tumejikuta tukiwa tunasema kwamba tutafanya kitu kesho, lakini tunajikuta hatufanyi. Wale vijana wa maskani wakamfukuza, wakamwambia wewe, umetukatisha stori zetu za maana hapa, alafu unakuja kuanza na soga za kijinga hapa. Sasa mmoja wao akafua mada aliyokuwa nayo toka mwanzo, yule jamaa wa kukera akiwa anafika. Yule kijana akasema, jamani, hebu turudini kwenye mada yetu ile ambayo nilikuwa nakuambia kwamba Ronaldinho ndio fundi wa mpira kuliko Messi. Mimi nikaona kweli kuna umuhimu mkubwa sana
wa elimu kwenye kundi la vijana wengi sana, nikaondoka zangu mimi. Jamani, mimi kwa nimeanza kuuza maji kwenye mkutano nikiwa na elimu yangu kidato cha 4 kichwani. Kulizua mjadala mzito sana kwa vijana wa maskani, yani wanaona kwamba nimepoteza dila kabisa. Unajua Swahilini huko bwana, ukifika kidato cha 4 umesoma kweli kweli yani. Bibi alinifuata kaniambia kwamba kijana, jioni twende darasani ukasome ujue mengi sana kwenye haya maisha. Sio lazima uvae nguo za shule. Ni elimu nyingine kabisa tofauti na darasani. Ila utapanua wigo sana wa akili yako. Nilishtuka kusikia elimu nyingine tofauti na darasani, ila nikasema kwamba nitaenda kusoma tu. Jamani, mtao kalipuka, mimi namtaka bibi. Nimetumwa na waganga ili nipate utajiri nitembee na bibi. Watu wakazusha maneno hayo. Niliumia sana na maneno yao, ila nilipofika darasani nilishangaa sana tena sana yani. Nikawa nimekutana na yule rafiki yangu yule ambaye ananiumiza kichwa mimi kwa maendeleo yake. Na mtaani wanamuongelea vibaya sana kwamba analinga na anasaidiwa na ndugu zake. Nimeona yupo busy tu kuandika masomo aliyokuwa anayatoa mwalimu. Bibi akanong'oneza, "Embu shika daftari uandike na wewe, yatakusaidia tu kwenye maisha yako." Jamani, nikashika daftari nikaandika ile masomo. Na muona jamaa mwingine wa mtaani wanamuita Freemason kwa sababu anazo pesa nyingi sana. Mimi nazidi tu kushangaa hili darasa ni darasa la aina gani mpaka huyu naye yupo. Nikakaa kimya tu nikiwa namsikiliza mwalimu nisije kabisa nikamkosea bibi. Basi mwalimu akaanza somo lake ile hapa. Uweze kufanikiwa kibiashara kama unapenda kujihurumia. Mama mmoja mzungu alitembelea mlima Kilimanjaro miaka iliyopita. Alikuwa amepanga kupanda mlima Kilimanjaro mpaka kileleni kabisa, yani Kibo na Mawenzi, ili hatimaye apewe cheti cha kupanda mlima mrefu Afrika. Lakini kwa bahati mbaya akiwa amefika katikati ya mlima alizidiwa kiafya na hatimaye akashushwa mlimani akiwa amezilai hadi hospitalini. Siku 3 alipozinduka hospitali huku marafiki zake wakimpa pole, aliwajibu kuwa mlima Kilimanjaro hauwezi kuongezeka urefu, lakini mimi mwanadamu na uwezo wa kuongeza maarifa, nguvu na mbinu za kuweza kupanda mlima wote ule duniani. Kwa hiyo nitarudi tena wakati mwingine mpaka nipande mlima Kilimanjaro hadi kileleni, ingawa nimepata changamoto wakati huu. Alivyorudi kwa Marekani alianza kufanya mazoezi tena ya kukimbia na kupanda vichuguu na milima kwa muda wa mwaka mzima. Na kisha mwaka uliofuata karudi tena Tanzania. Akapanda mlima Kilimanjaro mpaka kilele cha Kibo na Mawenzi. Na hatimaye akapewa cheti cha kupanda mlima Kilimanjaro. Je, huyu mzungu angeamua kusubiri mlima Kilimanjaro upungue urefu ndipo aje Tanzania kuupanda? Jambo hilo lingewezekana? Je, unataka maisha yawe rahisi ndipo uyamudu? Je, unataka viwanja vishuke bei ndipo ujenge nyumba yako? Je, unataka ada za shule ziwe chini ndipo usome? Je, unataka gharama za hospitali ziwe chini ndipo utibiwe? Je, unataka mahali iwe chini ndipo uoe? Je, unataka vitabu vya mafunzo ya biashara viwe bei chini ndio ununue? Unataka mshahara wako uwe mkubwa ndio ufanikiwe? Je, unataka shetani auawe ndio umche Mungu? Je, unataka dunia irudi nyuma ndipo uanze kuyamudu maisha? Je, unataka urudi tumboni mwa mama yako ili uwe unakula na kulala bure? Ebo. Bendi ya marehemu mzee Mwidini Ngurumo na wenzake walio kuimba kwamba wakati wa ujana wangu mimi baba yenu, shati dukani shilingi 6 unapata. Kwa hivi shilingi 6 hata mkate upati. Kibwagizo, kwa hiyo wanangu tuishi kufuatana na wakati. Kama ni yako ni kufanikiwa, utakiwe kujionea huruma. Nenda kwa wakati na ujitoe hadi kieleweke. Mimi nikaona mwanga wa kwanza kabisa kwenye maisha yangu juu ya hili somo. Kumbe lazima nijitoe, nisijihurumie. Nikawa niko makini sana nikiwa nasikiliza somo la pili, na lilikuwa ni hili hapa. Hauhitaji wateja ili uanze biashara. Unahitaji kuanza biashara ili upate wateja. Hauhitaji experience ili uanze kazi. Unahitaji kazi ili upate experience. Hauhitaji mashabiki ili uanze muziki au kutumia kipaji chako. Unahitajika uanze kutumia kipaji chako ili kupata mashabiki. Hauhitaji connection ili kutimiza malengo yako. Unahitaji kuanza kutekeleza malengo yako na hizo connection zitaanza kutafuta. Chochote unachokitaka kinapatikana kama ukiamua kuanza tu. Ukianza ndo utajua changamoto, faida, wapi pa kuboresha na wapi pa kuacha. Kama ufanyi chochote, hutapata chochote. Jamani, naona ni kweli kabisa ise. Yaani kama ufanyi chochote hutapata chochote, nikasema ise nitauza maji sana. Na sitakaa pale kijiweni tena. Sitakuwa mtu wa kulialia tu na serikali tena. Nitafanya kazi ili nipate chochote kile.
Bibi akaniambia masomo haya uyafanyie kazi, sawa? Nikamwambia sawa bibi. Sasa tunarudi kutoka darasani na shangaa kijiweni wanasema kwamba yule jamaa mzee wa kukera ni mwenda wazimu. Yaani wanamtusi tu matusi kama yote. Ila mwenyewe hayupo, au huku tu wanamfananisha na mwenda wazimu. Nikamwambia bibi, hivi unawasikia wanavyomsema jamaa mmoja hivi kwamba ni mwenda wazimu? Bibi msomi akacheka sana akaniambia kwamba mjukuu wangu, wewe muda si mrefu utapewa na wewe jina lako kama utafanya kazi kwa bidii au utakuwa unaelimisha watu. Mbona nita bibi msomi, sio jina langu hilo na wala sio jina la sifa, amna. Wamenipa kama kunidhihaki tu hivi. Kwa wewe bibi unasoma nini? Ndio wanakatisha tu wananiita bibi msomi. Ila mjukuu wangu, acha nikwambie kitu kimoja ujue. Wengi nahisi kwamba hawajui, ila wewe nataka ujue hili, nisikilize kwa makini. Umesha kujiuliza kwa nini chizi haumwi anapokula vitu vichafu? Nikamwambia hata sijui bibi, hebu niambie tu. Bibi akasema sasa nakupa maelekezo marefu, yazingatie sana. Nataka ujitambue, sawa? Nikamwambia sawa bibi. Akasema sasa swali umejibu vizuri sana shangaa, lakini mwenye akili waga anaumwa anapokula vitu vichafu. Je, unadhani ni kipi ambacho kinachomfanya mgonjwa wa akili asiumwe wakati yeye ana mwili kama wako tu na ana tumbo kama lako? Kitaalamu, mtu anapokuwa na matatizo ya akili, yani hana akili vizuri, kuna baadhi ya hofu waga zinamuondoka kwenye akili yake. Waga afikiri matokeo alichokifanya, ila waga anafanya anachoona kwamba sawa kufanya kwa wakati huo anaofanya. Chizi au mgonjwa wa akili waga haumwi kwa sababu hana hofu ndani ya moyo wake, na ndio maana hapati madhara kama anayopata mtu timamu anapokuwa anafanya kitu chenye madhara. Hofu ndiye adui mkubwa sana, na anaweza kukutengenezea maradhi hata sehemu ambayo haina maradhi. Licha kuwa dunia inapitia kwenye changamoto ya maradhi hadi ya corona hatari sana, lakini hofu pia inachangia idadi ya vifo kuongezeka. Sikwambii kwamba usichukue tahadhari, hapana. Chukua tahadhari, ila ondoa hofu. Hofu ndio inayokufanya ushindwe kufanikiwa miaka yote kwa sababu unaamini kuwa chochote utakachokifanya hakiwezi kuwa. Hofu ndio inayokufanya ushindwe kufanikiwa miaka yote kwa sababu unaamini kuwa chochote utakachoanza kukifanya hakiwezi kuwa. Hofu inakufanya kila siku kuzalisha migogoro kwenye ndoa yako kwa sababu umempenda mtu ambaye humuamini. Hivyo una hofu naye. Siku utakayoondoa hofu akilini mwako utastaajabu namna jinsi milango ya fursa itakavyokuwa inafunguka. Jifunze kutoka kwenye matatizo ya wengine, lakini usihofu kutenda eti kwa sababu tu wengine walianguka walipokuwa wametenda. Hofu inaweza kumuua mgonjwa kitandani hata kama vipimo vinaonyesha kwamba hana tatizo lolote lile. Ondoa hofu ili ufanikiwe, kwa sababu wenye hofu waga wafanikiwa hata siku moja. Jamani, nilizidi kujijenga kichwani ese. Bibi aliondoka, mimi nikarudi zangu nyumbani. Kesho yake nilikuwa naingia mtaani nachota maji nauza. Sasa nashangaa tu kijiweni wananiona kwamba mimi ni mwehu tu. Naanza kuchanganya, yaani nauza maji kwenye mikokoteni huku nina elimu kichwani. Jamani, nikaanza kuitwa mimi jina la Cheesy Fresh. Yaani mimi dishi limeyumba kidogo. Maana kwamba kichwani mwangu sina kitu. Jina lilikuwa linaniudhi sana hili. Siku moja mmoja wao akajichanganya kaniita dishi. Niliacha mkokoteni asiye nikaa namfuata nikampe tu ngumi tu, sitaki kabisa ujinga mimi. Sasa namsogelea kwa hasira kama zote. Nasikia anaitwa jina langu na bibi. Juma, niligeuka. Akaniambia, unataka kufanya nini hapa? Nikamwambia, bibi, unajua kwamba mimi waga sipendi kabisa dharau, nataka nimuonyeshe huyu kwamba mimi sio mnyonge. Anajua sababu bibi, muache nimfundishe adabu dishi huyo. Anajua kwamba kusukuma mkokoteni dumu 8 tu ndo nguvu anazo. Mtu kasoma mpaka kidato cha 4 leo hii eti anauza maji. Huyo sio dishi huyo. Alafu siku zote madishi hujiona kwamba wana nguvu kinoma. Hebu muache basi aje hapa mimi nimnyoshe tu. Nimuoneshe kama mimi nani. Bibi akaniambia, hebu rudi kwenye mkokoteni wako. Nikamwambia, bibi, huyo hapa atanizoea huyu. Atazoea kuniita mimi dishi, hilo jina mimi silipendi kabisa. Bibi akaniambia, nimesema rudi kwenye mkokoteni wako. Kauze maji yako wewe. Unaanza kusahau nilichokuambia, si ndio? Nikakumbuka mimi aliniambia kwamba subiri na wewe utapewa tu jina mtaani, maana kuna jamaa anaitwa Freemason. Nikakumbuka naye kwamba anaitwa bibi msomi. Alishakufunulia juu ya jina lake. Nikamwambia, bibi, nimekumbuka, acha niende zangu tumikuza maji. Wazee wa kupenda ugomvi wakaanza kwamba ameogopa kuzalika mbele ya demu wake. Yaani wakaanza kuimba nyimbo ya mafumbo ili noti kwamba wanichefue tu mimi. Yaani kuna baadhi ya wanaume wana mambo ya ajabu sana ambayo hayako gia zerani tu.
Si wakawa naimba kwamba nakupenda bibi kizee, nakupenda kikongwe. Nimekuelewa bibi, nimekuelewa kikongwe. Sasa mimi nilikuwa naondoka, maana wanamaanisha kwamba yule bibi ndo demu wangu mimi. Alivyoniambia kwamba rudi kwenye mkokoteni, ndo nimemuelewa, na ndo maana nyimbo zile zikawa zinaimbwa. Nilipomaliza kuuza maji nikawa nimeenda kwa bibi. Bibi akaniambia kwamba wewe Juma, bado hujaanza tu kutumia akili za nyongeza ninazokupa na ulizokuwa umepewa darasani. Sasa nataka ukae chini nikupe akili ya nyongeza, sawa? Nikamwambia sawa bibi. Sasa hivi mimi sitakuwa na hasira tena. Najua kwamba wale ni watu wa kijiweni tu na mimi nimeshaamua kwa mtu tofauti. Akaniambia sikia maneno madogo tu, ila ukiwa na akili ni makubwa sana maneno haya. Ni kwamba inapokuja kwenye muda, watu waliofanikiwa wataumiliki muda na wengine wote watautumikia. Utawajua watu hawa kwa maneno yao. Kundi la kwanza watasema kwamba ngoja nitenge muda. Kundi la pili watasema kwamba sina muda. Je, unaweza kuyachambua mwenyewe haya maneno ya kujenge uwe ni mtu wa kumiliki muda au utumikie muda? Unatakiwa fikra pana sana. Huwezi kujua kukaa kijiweni tu na watu wabishi tu, kutokubishana na kuwapa watu majina. Jamani, niliona tofauti kubwa kati ya kijiwe na darasa. Huyu bibi alikuwa ananipa maneno ambayo yana tafakuri kubwa sana. Sasa akatoa picha ya mtu mweusi katengwa na wazungu hapo darasani, akaniambia hivi, picha hii hapa ni George McCraulin. Alikuwa Mwafrika wa kwanza kabisa kusoma chuo kikuu cha Oklahoma Marekani mwaka 1948. Alisoma kwa shida. Kwanza usajili wa kusoma chuo hicho aliupata kwa kwenda mahakamani, na alipopata nafasi akatengwa kukaa na wazungu. Alipewa kiti chake na kukaa pembeni kabisa. Pia kafeteria alikuwa na kiti chake na chumba chake peke yake cha kulala. Pia maktaba alisoma peke yake, hakupewa ushirikiano wote kutoka wenzake chuoni. Pamoja na yote hayo ya kunyanyaswa na kutengwa, alikuwa watatu katika mitihani ya chuo. Chuo kilichokuwa kina wanafunzi 12,174. Pia alisoma na hadi kuwa profesa wa chuo kikuu. Akaja kuwafundisha hao wazungu waliokuwa wanamuona sio kitu. Wakawa nakaa kujifunza kwake na kumpelekea maswali. Juma, haijalishi ni magumu kiasi gani ambayo unayopitia, unapaswa kung'ang'ana mpaka upate unachokiamini. Haijalishi watu hawakupi ushirikiano, unatengwa, unaonekana ufai, wewe sio level zao. Kikubwa unajua nini ambacho unataka. Usiangalie upande hasi. Focus to your dream, work hard until you achieve it. Jamani, nilijaribu kumkumbatia bibi, kaongea kitu kikubwa sana ambacho sijawahi kuambiwa hata darasani wakati nilikuwa nasoma. Kumbe namkumbatia bibi kwa kumpongeza. Kuna mabinti walikuwa wanapita wakaniona, wakauchuna, wakaenda kukaa mbele ya nyumba ya bibi, wananisubiri wanichambe. Mimi nikamwambia bibi, naenda zangu nyumbani kupumzika, kesho niwahi kuamka ni kauze tu maji niende darasani. Akaniambia haya mjukuu wangu, nenda tukapumzike. Asa njiani ndo nakutana na kisanga cha michambo ya mabinti. Alianza binti mmoja anaitwa Kidawa, kabari yao ya kitaa. Yaani huyo hamuogopi mtu yoyote ule. Akanizuia akaniambia kwamba hivi wewe Juma, wanawake wote hao umekosa mpaka ukatembea na bibi. Mbona jidhalisha kijana bado mdogo kabisa sana wewe? Wenzako hata ukisikia wanalelewa wanatembea na wamama watu wazima wenye pesa zao, sio mabibi kama wale. Wewe nakwambia ukweli kabisa, mimi sina ngoma za kuteta. Mimi sikuongea chochote kile zaidi ya kunyamaza tu na kuondoka zangu. Akaanza kunizomea kama kikojozi. Nikajua kwamba wanataka tu nipoteze muda na mimi nina somo la muda kichwani mwangu. Wananizomea huyo, babu huyo. Jamani, inataka mimi kuvumilia sana. Nikageuka sasa kwa ajili ya kuhesabu ni wale wale ambao nilikuwa nimekutana nao au wameongezeka, maana naona kabisa sauti zimekuwa nyingi sana. Mara yule jamaa wanamuita Freemason akawa anapita na gari, akasimamisha gari akaniambia kwamba mpanda gari twende kwako. Mimi nikapanda gari. Nasikia wanasema wale wanawake bora isio ukamtoe sadaka tu mshenzi wewe, sijui ni kijana mwenye akili ya kizee. Wewe akatembea na bibi kabisa, kijana mzima. Yule jamaa akajitambulisha kwangu kwamba anaitwa Bariking. Na akaniambia kwamba nimekupandisha gari kwa sababu nilikuona ukiwa kwenye darasa lile pale. Ila samani, kwa nini wanakuzomea? Nilimwambia yote. Akaniambia kwamba wale tupo tofauti sana. Unaona kinacho karibu watu wengi ni vijue visivyokuwa na tija kwa vijana, na ndio maana
wanazalisha akili mbaya. Ukitaka uwe tofauti, kataa kabisa ukae kwenye vijue visivyokuwa vinaongea mambo ya kujijenga na kukujenga na yasiyo ya kukuharibu. Utaona kwamba unakuwa na mafanikio tofauti na wao. Kwa sababu wao hata kama wakipata vibarua, watafukuzwa tu kazi kwa sababu kashazoea kuongea tunaleta mambo ya kijiweni tu kwenye kibarua cha mtu, lazima tu atimuliwe. Hasa ndo wanashinda kijiweni kazi kulaumu tu serikali mbaya. Wanaweza akawa na mjadili kiongozi huyu, akimaliza kumjadili kiongozi wanahamia kwenye mpira, wakitoka hapo wanaendelea na kucheza dumbwi. Vijana wengi naona wakiwa wanacheza dumbwi. Nimetumia neno dumbwi kwa sababu wanaocheza wenyewe wanaojua. Wewe usitaki kujua hilo, linawalemaza vijana wengi kuwa wavivu wa kutafuta pesa. Yeye akiamini kwamba 200 itampa pesa. Sasa mimi nimefurahi kwa kuona wewe hapa unauza maji. Nilifurahi sana nisha kuona zaidi ya mara 3 na nikakuona kule darasani, nikasema kwamba ise umeamua kuwa kijana mpya kabisa ambaye anayetaka kutengeneza kesho yake. Kwenye maisha usiogope majina yote yale mabaya ambayo utakuwa unapewa. Ukiona kwamba wanakupa majina, wanakuzushia tu usiofanya, wewe ushaanza kuwa tofauti na wao. Mifano hai ipo. Hata kwenye muziki ukianza tu kufanikiwa kwa kile ambacho unakifanya utazushiwa tu. Unatembea na mama yako, utazushiwa Freemason, utazushiwa kila kitu. Kwa nini? Kwa nini mwanzo sikuzushie? Ulikuwa level yao au ulikuwa chini yao. Sasa unawapita kwa ujinga wao wa kuamini walipo panatosha. Sio muziki tu, hata kwenye maisha haya mimi nimesoma mpaka chuo, lakini naenda kwenye darasa lile kuongeza vitu ambavyo ni vizuri sana. Kama utaviandika na kufanyia kazi, unakuja kuwa mtu tofauti. Mimi nikamwambia asante sana, nimekuelewa na nitazidi kuongeza tu juhudi kwenye kazi yangu. Akaniambia asante kwa usikivu, nadhani kwamba umefika, uwe na siku njema. Nililala nyumbani siku ya pili, nikaenda kazini halafu nikawa nimeenda darasani. Mwalimu akafundisha somo fupi tu lenye tija sana. Somo lenyewe lilikuwa ni hili hapa. Tangu ulipokuwa mtoto mdogo ulianza kutengenezwa. Kuna vitu ulikuwa unafanya unaambiwa kwamba acha utaumia. Usifanye hivyo, ni makosa. Usipande hapo. Usiguse hiki na kile. Hiyo yote ilikuwa inakutengenezea uzio ndani ya akili yako taratibu tu. Na ndio unaweza ukaona kwamba ni maneno madogo tu, lakini ndio ambayo yanayofanya kazi hata sasa hivi. Ndio maana mtu akitaka kuanza kitu anawaza kwamba nikifeli itakuwaje? Nikipata hasara itakuwaje? Lakini ulipokuwa mtoto ulikuwa unafanya tu, maana haukuwa unajua kufeli, kushindwa, kuumia wala kupata hasara. Ulikuwa hujui hayo mambo. Ni vyema sasa uanze kujitengenezea mtazamo mpya ili ushinde vikwazo vikubwa ambavyo unapitia. Binadamu ana uwezo mkubwa sana endapo tu ataweza kuutumia. Usikubali tena mtu yeyote yule akuambia kwamba haiwezekani au uweze kitu. Moyoni nikasema ni darasa kweli ese. Haya masomo ukiyazingatia ese unakuwa tofauti sana. Mwalimu akasema jamani, kuna kiongozi wa dini hapa anasema kwamba anataka awape somo ili wajenge kidogo. Msikimbilie kwenye ushirikina. Basi akasema kiongozi wa dini akamsema maneno haya. Msimamizi wa ujenzi alikuwa anamuita mjenzi chini ya jengo, akiwa yuko ghorofa ya 16, lakini kwa sababu ya kelele za nje mjenzi pale chini akawa hakusikia sauti hiyo. Ili kumfanya mjenzi ashtuke, msimamizi akarusha noti ya shilingi 5,000 kutoka juu. Ikaanguka alipokuwa mjenzi yule pale. Mjenzi akaokota, akaweka mfukoni na kuendelea na shughuli zake. Msimamizi akarusha noti ya shilingi 10,000 kwa mjenzi yule pale kule chini, kwa nia ya kumshtua tu ili wawasiliane. Wakati huu pia mjenzi akakota shilingi 10,000 akaweka mfukoni na kuendelea na shughuli zake. Asa msimamizi akaamua kuchukua kajiwe kadogo tu hivi na kakarusha akampata mjenzi safari hii. Kwa sababu kale kajiwe kalimuumiza. Akaangalia juu ajue kalikotoka. Ndipo msimamizi alipopata nafasi ya kuweza kuwasiliana. Hebu tafakari kwa muda. Mungu anataka mawasiliano na sisi, lakini tuko busy na shughuli zetu za hapa duniani. Anatupa zawadi, baraka kubwa tu na ndogo, tunazichukua na kuzifurahia bila hata kujua kwamba zinatoka kwake. Bila hata kushukuru. Na mara nyingi tunajisifu kwamba tumebahatika. Lakini pale tunapokuwa tumerushiwa kajiwe kadogo tu ambacho tunaita matatizo, ndipo tunamkumbuka Mungu. Hapo ndipo tunapoomba na kusali na kuwasiliana na Mungu. Mungu anatupatia vyote na kutusamehe dhambi. Sisi tunapokea na kusahau.
tubadilike. Mungu afurahi kabisa mama. Tusisubiri turushiwe mawe. Wakati wote tumkumbuke na kumsifu Mungu. Tufanye kuomba, kumshukuru na kumsifu Mungu iwe ni sehemu ya maisha ya kila siku. Ubarikiwe. Jamani, nikasema asante. Ila lasa kumbe kazi na Sara. Nitafanya Sara. Nikatoka nikamwona bibi akiwa anacheka, yani anacheka kweli kweli yani. Mimi najiuliza bibi anacheka nini tena? Yani anacheka tu mpaka anashika mbavu zake. Mimi anazidi kunichanganya, bibi anacheka nini? Yule kijana na yeye ambaye alikuwa amenipakiza kwenye gari akaanza kucheka. Mimi ananichanganya. Akaja yule kijana ambaye nimesoma naye, yeye ana mafanikio, akanishika bega kwa kuniita Juma. Nikageuka na yeye anacheka. Sasa nikaanza kusema haya mambo gani tena ya kimoyoni? Yani walinichanganya kweli kweli. Bibi akanyamaza akaniambia, Juma, unajua kwa nini tunacheka? Nikamwambia sijui, naona tu mnacheka. Akaniambia tunacheka kwa sababu ya tunacheka kwa sababu ya vijana wengi sasa hivi wa kiume, baadhi yao wamepotea. Yani hawataki kabisa kuishi kwenye wanaume wa kufanya kazi. Wanakuwa wanapiga soga tu, inauma sana kwa kizazi kijacho yani. Mimi nacheka jinsi anavyovumisha kwamba ni bwanangu. Inaonyesha kiasi gani cha ufinyu wa akili walizonazo ndani huko vijiweni. Tatizo hili ni si mjini tu, hata vijijini lipo. Utasikia vijana wale wenye akili kama hii hapa wanaacha kulima, wanaenda kupiga soga vijiweni. Kijana mwingine akiamua kuwa busy kulima, tutasikia kwamba wanamvumishia, anatumia misukule kuelimisha, sio yeye. Wanajisahau wakati wao wanamfikiria Messi ana magoli mangapi. Mwenzao anafikiria leo nilime niishie wapi. Jumaa ni marafiki wa kweli kabisa na wenye mafanikio, wasikilize. Barry King anataka kukuambia nini kikujenge. Mimi nikamwangalia Barry King nikaona kwamba anatoa picha ya mtu mmoja hivi kazeeka sana, yani mzungu. Moyoni nikasema haya makubwa. Bibi alinitolea picha ya mtu mweusi yupo na wazungu, huyo hapa ananitolea picha ya mzungu tu. Haya, acha nisikilize hii hapa picha ina nini. Mimi naiona tu hiyo picha, nilikuwa naona ni picha tu. Akaniambia hivi, sura yake ni ya zaidi ya miaka 50 na ukimtazama kwa makini unaweza kuhisi kwamba ni afisa wa serikali katika kitengo fulani hivi cha juu. Jina kamili anaitwa Diego D'Ambrosio, ni raia wa Marekani mwenye asili ya Italia. Diego ni kinyozi maarufu sana kwenye jiji la DC. Safari yake ya kunyoa ilianza miaka 50 iliyopita na mpaka leo inaendelea. Diego ndio kinyozi wa marais wengi nchini Marekani kama George W. Bush, Barack Obama na Donald Trump. Wote hawa wamepita kwenye mikono ya Diego. Diego anasema kwamba anaipenda sana kazi yake na kila mtu kwake ana thamani kubwa hata kama hana umaarufu au cheo chochote kile. Kwangu mteja ni mtu muhimu sana maishani mwangu. Maana kila ananiletea pesa natakiwa kumthamini na kuthamini uwepo wake. Umaarufu wa Diego umempelekea mpaka meya wa Washington kubadilisha mtaa ambao upo karibu na saluni yake na kuita Diego D'Ambrosio Way. Kuna shule kubwa sana hapa kwa Diego. Siku zote ukifanya kitu chochote kile unachokipenda kwa ufanisi, basi lazima tu kitakuletea matokeo chanya maishani. Diego hakujali kudharauliwa kwa fani yake ya kunyoa. Alichofanya yeye ni kuifanya kwa ufanisi na kwa ubora, na ndio maana leo hii amekuwa ni mtu anayefurahikia mafanikio yake. Chochote unachokifanya jitahidi ukifanye kwa ufanisi, acha kujidharau. Kila kazi ina umuhimu wake na nafasi yake. Umenielewa Juma? Nikamwambia sasa nimekuelewa vizuri sana ndugu yangu. Asa rafiki yangu nilikuwa nimesema naye akaniambia pale hivi kwamba katika makosa yote yanayofanyika, kosa ambalo linagharimu watu ni ule mtazamo kwamba mafanikio yanatokana na kuwa na akili nyingi, miujiza, bahati na kitu fulani hivi ambacho wengi hatuna. Maneno haya yalisemwa na Maritibie D. Babcock, mchungaji na mwandishi mahiri sana wa karne ya 19. Watu wengi ambao wanataka kufanikiwa sio kwamba hawezi kufanikiwa, bali kiwazo kikubwa ni ule mtazamo wao juu ya mafanikio. Henry Ford aliwahi kusema kwamba hakuna binadamu anayeishi ambaye hawezi kufanya zaidi ya kile anachokifikiria anaweza kufanya. Unaweza kufanikiwa na kufanya zaidi unavyofikiria, na una kila kitu kinachotakiwa kama utakuwa na mtazamo sahihi. Kuna ulazima wa kubadili mtazamo wetu juu ya uwezo wetu kama tuna nia ya kubadili maisha yetu. Rais Theodore
Roosevelt alisema fanya kile unachoweza kwa kutumia kile ulichonacho hapo ulipo. Kile ulichonacho sasa hivi ndio mwanzo wa safari yako ya mafanikio. Kila mmoja wetu ana nafasi ya kufikia mafanikio anayoyatamani. Your dream, our plan. Juma, umenielewa? Nikamwambia nimekuelewa sana ndugu yangu. Bibi akasema na yeye hivi kwamba usikubali uongo unaosema wewe sio kitu. Usikubali jambo moja lililokutokea likuaminisha kwamba wewe hauwezi tena. Sawa? Wewe ni zaidi ya kufeli ulikopitia. Wewe ni zaidi ya manyanyaso uliyoyapitia. Wewe ni zaidi ya maumivu unayopitia. Wewe ni mtu muhimu, mwenye thamani na mtu mkuu sana, sio kwa sababu eti watu wanasema, ila kwa sababu hivyo ndivyo ulivyo. Usikubali yeyote au chochote kukuaminisha tofauti. Juma, umenielewa? Nikamwambia nimekuelewa bibi. Basi tuliagana, tukaachana pale, kila mmoja kama enda zake kwenye mipango yake. Mimi nikawa nimeenda kufuatilia madeni yangu kule, maana kwenye biashara bwana kukopa kuupo. Nimekopesha maji huko. Mama mmoja hivi kaniambia kwamba nifuate pesa jioni. Nafika kwa yule mama sasa, akaniambia kwamba pesa yako ipo ukumbini pale, pita ukachukue. Mimi napiga hodi na ingia ndani kwake, yeye nimemkuta pale nje. Akaniambia kwamba wewe Juma vipi? Unapiga hodi akuitikia nani wakati mimi nipo nje huko? Hebu pita tu chukua pesa yako. Mimi nikapita ukumbini pale bwana. Sebleni. Pesa sioni. Nikamuuliza, mbona pesa sioni? Akaniambia feni ipo inazunguka hapo. Nikamwambia ndio. Akaniambia basi itakuwa imeperukia chumbani. Hebu ingia chumbani kwangu kule. Mlango uko wazi, hebu funua tu pazia. Na mimi nadai 6,000. Ni nyingi sana. Dumu 12 za maji. Yaani pipa zima hilo. Nikafunua pazia na ingia chumbani kwake vile vile, pesa sioni. Nikamwambia pesa mbona hapa sioni? Akaniambia subiri na kuja. Akaja akaniambia kwamba itakuwa ipo uvunguni. Akainama, kumbe kanga alikuwa ameitegesha tu ikafunguka. Na shangana niambia kwamba Juma, unaonaje kama tumalizane tu kibingwa bingwa tu, mimi sina pesa, wewe mwanaume. Mimi mwanamke hatuwezi kabisa kushindana, alafu wewe upo vizuri sasa, unaonekana kabisa kwamba yaliomo yamo. Mimi nilikuwa nimegeuka stake kabisa kumwangalia jinsi alivyo, maana kabaki na nguo moja. Wauni wengi wanapenda sana kuita kufuri, wengine huita mfuniko wa asali. Ananishika bega na niambia kwamba Juma, geuka bwana, unakuwa kama mtoto mdogo, hujui kweli kama mwenzako anataka nini? Da. Mtihani huu. Nafanyaje hapa? Nisamee pesa yangu, nifanye anachotaka huyu mama moyoni? Nikasema kwamba wanaokopesha vitu wale wabukubuku kila siku, si ndio maana wanafilisika baadhi yao? Je, nikubali au da? Nikameza mate ya akili. Kwa mimi natakiwa nihangaikie na maisha tu na sio mapenzi. Na haya sio mapenzi, bali ni ushenzi. Nikamwambia dada, mimi sio wake hivyo, na kuheshimu kama dada yangu. Naomba pesa yangu. Akaniambia ni wewe Juma bwana. Mimi nakupa zawadi tu hivi kwa 6,000 tu, unaweza kabisa ukanipata mtu kama mimi. Hebu geuka nione vizuri, naitoa kufuri kabisa ili uone aliomo. Nikamwambia dada, mimi sitaki kuona aliomo. Mimi nataka pesa yangu tuniondoke. Mimi sio wake hivyo kabisa. Nimemaliza. Yule mama akanipa pesa yangu huko akiwa ananiita kwamba mjinga sana, mwanaume ambaye hata sijakamilika. Maneno yote hayo yalikuwa yanamtoka yeye. Mimi nishachukua pesa yangu naondoka. Kumbe ule mzee wa kukela watu kijiweni alikuwa anakaa nyumba ile ile, chumba cha pili pale. Yeye akasikia msimamo wangu pale. Akanikimbia akaniambia kwamba Juma, wewe ndio mwanaume. Mwanaume msimamo, na msimamo ndio huo. Nimekusikia Juma ambavyo ulivyoweza kuruka kiunzi kigumu sana kwa mwanaume. Mjinga anaweza kaona kwamba huna akili, ila muelewa anaona jinsi ambavyo unavyojitambua. Yule mwanamke anawafilisi sana wakopesha vyombo kwa staili ndio ile. Kachukua pesa ndani. Na anakuwa yuko nje, akija ndani anaangusha tenge lake, wewe ukiingia tu kwenye mtego wa macho basi anakupukutisha. Sio anakuibia kwa kukaba, yani anakupa unachokitamani, deni lako umemalizana. Vijana wengi sana wamepoteza misingi yao kwa sababu ya macho. Nikamwambia poa ndugu yangu kwa kunielewa. Mimi waga nimuelewa sana jua kilichonikuta. Akaniambia ongela sana, yani wewe umewashinda wanaume wengi sana wenye majina yao kwenye Biblia. Mimi ndio kumuuliza mwalimu Adamu kuhusu macho, alinijibu kwa urefu kabisa wenye tija. Yani macho haya wewe acha tu. Kama hautojali ni kuwekea rekodi ya mwalimu Adamu hapa. Alipokuwa amenijibu swali. Kwa sababu napenda kujifunza sana kila kitu. Sio kujifanya kwamba najua kila kitu.
Nikamwambia niwekee nisikilize. Akaniwekea rekodi ikawa inasema hivi: chunga sana macho yako unapokuwa unafanya uchunguzi wa jambo lolote lile. Usiangalie tu mvuto wa nje. Mara nyingi hudanganya. Kuna vitu vingi sana ambavyo ni fake. Eva aliposhindwa kuyachunguza macho yake baada ya kuangalia tunda, alishawishika na kulila kitu ambacho kilipelekea agane na Edeni. Mwanzo 3:6. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Chunga sana macho yako. Wengi wameangushwa kwenye dhambi za uzinzi, wizi, rushwa kwa sababu ya macho. Mfalme Daudi alishawishika baada ya kuona na baadaye akaangukia dhambini. Chunga sana macho yako. Maana sio kila kazi inayolipa inakufaa wewe. Sio kila mwanaume mtanashati anakufaa. Sio kila mwanamke mrembo na mwenye umbo zuri anakufaa. Ndio maana Yesu anasema ni bora kwenda mbinguni ukiwa na chongo kuliko kwenda jehanamu. Akitufundisha kuwa sio kila king'aacho ni dhahabu, vingine ni kinyesi. Hivyo tunapaswa kuacha vitu vingine vipite kando. Nilicheka sana nikasema kumbe nimemshinda mpaka Daudi. Nikaondoka zangu bwana nikiwa najua kabisa kikwazo chengine kwa vijana kutokuendelea ni ngono uzembe, kwa sababu kama ningekubali kufanya anachokitaka yule mama, ningepoteza pesa yangu na nguvu zangu pia. Hiyo ndio inaitwa ngono uzembe. Nikaondoka na somo kubwa sana: macho yanaweza kabisa yakaharibu ndoto yako ya maisha kama utakuwa makini. Basi mimi niliendelea tu kufanya kazi yangu kwa bidii sana, japo nadharauliwa na vijana wanaoshinda vijiweni. Japo yanauma. Siku moja nilikuwa naenda na bibi msomi darasani, namwambia haya maneno ya mtaani ya sera niuma sana, ila najitahidi tu kuweza kuyavumilia, maana naitwa sasa hivi mimi ni mlala hoi. Bibi akacheka alafu akasema maneno haya machache tu: fuata nyayo zako bila kujali wanachokisema watu. Kama usiruhusu maneno au maoni ya watu wengine yaharibu picha ya maisha yako, focus juu ya kile ambacho unachokipenda, kwa sababu wewe ndio utakaishi nacho. Nikamwambia sawa bibi yangu, acha tuwahi darasani. Jamani, mwalimu leo bwana aliongea somo la muda. Nilipenda sana na nikasema kwamba hili ni darasa bora sana. Na kweli kabisa, nikiwa naishi haya masomo na yafanyia kazi nitakuwa mtu mwingine kabisa. Msikilizaji, kabla ya kusikiliza somo hili hapa, hakikisha umesubscribe na pia umegonga like. Afu endelea kuwa nami. Lakini pia ukishare kwa ndugu jamaa na marafiki, unawakapata kujifunza kwa kufanya kitu bora sana. Kwa sababu ni masomo ambayo yanaweza kumfundisha mtu yote, mpaka mimi hapa nakusimulia lakini najifunza sana. Heshima ziende kwa Jogoo Pole kwa kazi nzuri aliyoifanya hapa. Kuna mambo nayachukua mengi sana hapa, lakini ndugu yako pia atakushukuru kwa kumfikishia simulizi hii, ambapo atapata mengi kujifunza kutoka katika simulizi hii. Endelea kuwa nami mpaka mwisho, bado tunaendelea. Kuna aina fulani ya vita kwenye maisha uweze kabisa kuishinda kwa kubishana au kumuonesha mtu kuwa hayuko sahihi. Aina ya vita mara nyingi ushindi wake umefichwa kwenye muda. Na maanisha kuwa hata kama wewe uko sahihi katika jambo fulani, jifunze kusubiri muda ndo ambao ukuthibitishe kauli yako na nguvu iliyopo ndani yako. Asikwambie mtu vita ya kutafuta kuelewana kwa mtu au watu huaga inaumiza sana, kwa sababu kuna wakati unatamani kila mtu agundue kuwa wewe unasema ukweli. Kuna wakati unatamani kwamba watu watambue uwezo wako. Kuna wakati unatamani kwamba kila mtu akuone kwamba upo sahihi na akusikilize. Pamoja na shauku yako yote ya kutaka mambo yaende hivyo, lakini huwa hayawi hivyo. Katika kipindi ambacho unapitia hali hii, unatakiwa uwe mvumilivu na uruhusu muda sahihi ufike wa kudhibitisha shauku yako kutaka kueleweka na watu au mtu. Kuna watu leo wanaona kwamba unachosema sio sahihi. Kila ukijaribu kuwaelimisha hawakuelewi. Kila ukijaribu kuwaonesha uwezo wako hawaoni zaidi ya kuona tu kama makosa tu yako yako. Maneno yako utakayosema hayatawasaidia, ila kuna muda utafika watayakumbuka na watajifunza. Kuna watu wanakudharau, kuna watu wanakucheka, wanakuona kama hauna future yoyote ile katika maisha yako. Aina ya watu usihangaike nao, kwani hata ukijaribu kuwashawishi kuhusu thamani yako hawezi kabisa kuiona wala kuielewa. Ni muda pekee ndio ambao utakao waeleza huko mbeleni. Ukiona maneno yako na matendo yako hayakupi ushindi kama unavyotaka, acha sira ya muda, ingia kazini.
ni silaha pekee ambayo haijawahi kabisa kushindwa kuleta matokeo. Yusufu alipotumia maneno yake kuwaelewesha ndugu zake ukubwa wa maono aliyokuwa ameyabeba, hawakumuelewa. Kila kijaribu kuambia kuhusu ukubwa wa ndoto ya maisha yake, hawakumuelewa zaidi, wakamuoneshea chuki ambayo iliwafanya wamuuze nchi ya utumwa. Lakini muda ulipofika, ndugu zake hao walimuelewa nini alikuwa anamaanisha kupitia maneno yake, huku wakimpigia magoti kwa heshima aliyokuwa nayo katika nchi ya utumwani. Kijana mdogo Daudi alipokuwa anamueleza mfalme Sauli kwamba ana uwezo wa kupiga jitu la kutisha Goliati, mfalme pamoja na wanajeshi waliokuwa vitani wakiwemo ndugu zake hawakumuelewa Daudi. Lakini muda ulipofika, Daudi alimpiga Goliati na sifa zote za ushujaa akapewa Daudi pamoja na udogo wake aliokuwa nao. Kuna mambo katika maisha yako hutakiwi kutumia nguvu kubwa sana kuweza kuyathibitisha ikiwa haueleweki. Jifunze kusubiri. Ni muda pekee ambao utakaoweza kutumika kuthibitisha hicho kitu. Nikasema kimoyoni, asante mwalimu kwa somo hili zuri sana. Wale wanaonidharau, muda ndio ambao utakuwa nijibu, sio mimi. Tukaondoka pale darasani nikiwa na furaha sana. Basi siku ya pili naenda kuchukua mkokoteni kule langu ninapokuwa nalaza. Jamani, mkokoteni limeibiwa. Namuuliza mlinzi anayelinda pale mkokoteni na pikipiki. Akanijibu, jana uliandikisha mkokoteni wako kwenye daftari? Da. Yaani nilikuwa namuamini sana kulaza mkokoteni ni shilingi 500 tu kwa siku. Na kama ni posho basi mkokoteni yote bosi wake gawa ipigie hesabu. Nikaondoka moyoni naumia sana. Mlinzi ni makamo ya babu yangu kabisa, leo hii ananipa majibu ya kuchoma moyo kabisa. Nikajua vijana wakijiona wamekuja kuiba kwa kumpa tu mzee yule labda shilingi 5000 na wakachukua tu wameenda kupima kwenye chuma cha Kavoko. Kidume chozi la asili yani la kiume likawa linanitoka zito sana. Nikasikia naitwa nyuma na yule jamaa ambaye nilikuwa nataka kumpiga ile siku. Leo ananiita tena. Dishi. Wadishi, Dishi. Anakuita wewe Dishi bovu. Jamani, nipo na hasira zangu tu hapa, niligeuka rafu nikawa sasa moyoni nasema kwamba aliwaro na liwe. Acha nimpe adabu kwanza huyu. Nikasikia naitwa jina langu na jamaa kukera kaniambia kwamba Juma njoo. Nikasema kimono, huyu jamaa ananitukanaga kama anajua vile kwamba kuna mtu ataniita tu na kunizuia hasira zangu mimi. Jamaa kukera kaniambia kwamba Juma, nini kimekukuta, mbona unalia? Nikamwambia yote ya mkokoteni wangu na yule anavyoniita mimi Dishi anazidi kunikera yani. Jamaa kukera akasema kwamba tatizo lako Juma, usome vitabu vya kujenga. Ungekuwa unasoma vitabu vya kujenga usingeumiza kichwa juu ya unayokutana nayo sasa hivi. Juma, acha nikwambie kitu. Kuna kitabu kimoja hivi nilisoma. Mwalimu aliandika maneno haya. Kuna mambo Mungu anakuruhusu yapitie ili uje kuwa msaada kwa wengine. Anakupa uzoefu muhimu sana ili uwe mwalimu mzuri kwa watu wengine hapo baadaye. Masomo namna hiyo wakati mwingine yanaambatana maumivu, kukataliwa na aibu, ila ndio sehemu ya mtaala wa somo lako ili uandaliwe vizuri. Sio kila unachopitia ni kwa ajili yako. Kuna mengine yanakuandaa kuwa msaada kwa wengine. Unapitia makosa ambayo ulizani kwamba usingeweza kufanya, ili ukikutana na mtu ambaye alikuwa amekosea usimhukumu. Unapitia maumivu yanayodhihirisha udhaifu wako, ili ukikutana na mtu aliyepatwa na aibu umsitiri. Unakutana na kufeli katika kitu ambacho ulikuwa unaweka 100% kwamba utafaulu, ili ukikutana na aliyefeli usimwone mzembe bali umtie moyo. Unapitia hali ngumu ya maisha na kukosa pesa, ili siku mtu akihitaji msaada wako kidogo unakuwa unaelewa maumivu ya kushinda njaa na kutokuwa na pesa. Unapitia kipindi unabaki peke yako na hakuna kukusaidia, ili siku ukikutana na mtu aliyeachwa na wapendao uelewe maumivu anayopitia na umsaidie. Kuna mambo ni kama kusomea udaktari. Unasoma mambo magumu kwa miaka mingi ili uwasaidie wengine watakapokuwa wameugua. Kuna masomo ya maisha ambayo unayapitia leo ili uwe mwalimu na msaada kwa wengine. Na kuombea Mungu akupe nguvu, usikimbie darasa bali ufaulu. Nikamwambia asante sana, ila imenuma sana chanzo changu cha pesa ise ndio kimechukuliwa. Akaniambia sasa ulikuwa na mkokoteni wako, sasa hivi kakodi mkokoteni, endelea na kazi. Hicho ni kizingiti tu kiluke. Basi nienda kumwambia Bi Nebeka, niambia maneno haya. Kuna changamoto Mungu anaziruhusu kwenye maisha yako, sio kwa sababu eti anataka ufeli, bali anataka kujua kama unamaanisha unachokitaka.
Ni kama zile mbio zinazokuwa zina viunzi njiani, ambavyo kila mkimbiaji anatakiwa kuviruka ili uweze kushinda. Vile viunzi haviwezi kumzuia mwanariadha, vinawekwa ili kila mwanariadha athibitishe kwamba yuko tayari kupambana na kila kitu ili apate ushindi kwenye mashindano. Hata wewe kuna mambo ambayo utakutana nayo leo, nia yake sio kukukwamisha, bali yanakuja ili uthibitishe kwamba uko tayari kufanya chochote kile ili upate unachokitaka. Usiache kwa sababu kukutana na kiunzi njiani. Amua kupambana nacho na kukishinda ili kuonesha kwamba uko serious na unachokitafuta. Usisweswe au kutafuta njia nyingine rahisi. Usiungane na wale ambao wanajutia maisha yao yote kwa kuacha walichokuwa wanataka kwa sababu waliona tu ugumu na wakaamua kuishi na wasichokitaka kwa sababu tu ilikuwa ni rahisi kuweza kukipata. Usijua inaweza kuwa kiunzi unachokutana nacho sasa ndio kilikuwa cha mwisho kabla hujapata ushindi wako. Na kuombea upate nguvu mpya leo na usikate tamaa kupambana na unachokitaka. Nikasema naenda kukodi mkokoteni na napambana kiume. Kweli sasa nikafanya hivyo, nikaenda tu kuuza maji. Nikaendelea kama kawaida. Sasa napita maskani nasikia wanasema kabisa kwamba oya mwamba na ule tunapita nao DSC kasaliti chama. Yaani tunaonekana kabisa maskani yetu katoka pimbi mmoja hivi anauza maji mtaani. Wakati maskani za wenzetu wanatoka watu wanaenda kupiga kazi za maana huko maofisini, huyu mwamba lazima tu akatafute kazi viwandani na sio tu anatuzalisha sisi hapa. Jamani, nilijua kabisa kumbe maskani ndo ameiba mkokoteni wangu. Kisa tu mimi nimewadhalilisha. Na wana mpango mbaya sana juu yangu. Nikasema nitamwambia Bibi Msomi na Barakingi au rafiki yangu yule ambaye tuliosoma naye wote nilichokuwa nimekisikia. Nilirudi nyumbani kulala. Jamani, walikuja kunifokea kama mtoto, yani na wadhalilisha. Mimi nikanyamaza waongee tu wenyewe wamalize waondoke. Japo ilikuwa inaniuma sana. Yule jamaa wa kuniita dishi alikuja moja kwa moja akanipiga singi la kichwani akisema kwamba hii yani lilibichwa ili maji kabisa hili. Jamani, nikasema acha niingie ndani. Nilipigwa konzi hilo. Liliniuma sana ise, nikaingia zangu ndani. Wale wakaondoka. Mimi siku ile kufuata nikaenda darasani, mwalimu alichelewa kufika, nikawa nimemwambia rafiki zangu pamoja na Bibi. Barakingi akasema kwamba sasa ni wakati wa wewe kuhama mtana kuanza maisha mengine kabisa. Bibi akasema, Juma, unajua kwenye vitabu vya Mungu inaonyesha kwamba Musa alipiga bahari kwa fimbo. Ila ajua kabisa Musa wakati anakata ile fimbo hakujua kama itaweza kumsaidia vile. Yeye alikata tu na akawa nayo. Na maanisha Mungu anaangalia mkononi kwamba una nini ili aweze kukibariki. Sasa wewe sema amina, mikononi ulikuwa umeshika mkokoteni, kupitia mkokoteni Mungu amekubariki. Hawa rafiki zako wamesema kwamba wanakupa mtaji kwa sababu wewe umeonyesha nia, wao wanakupa njia. Sasa Juma, unaenda kuwa mfanyabiashara. Msikilize Baraking anakuambia nini kuhusu vijana wa mtaani. Unatakiwa ufanyaje? Mimi naona mwanga wa maisha ni mwanga kwa sababu nimeamua kutoka kijiweni na kuanza kutafuta pasipo kuona watu wananichukuliaje. Baraking akasema maneno haya. Kuna hatua fulani ikifika kwenye maisha yako ni lazima ukubali kitu kinaitwa necessary loss, yani kupoteza kwa lazima. Hii ni hatua ambayo inakulazimu kupoteza kitu au watu ili uvuke kwenda hatua nyingine. Mara nyingi ukifika hatua hii hapa, ukiwa mgumu kufanya hivyo, utachelewa kwenda hatua inayofuata. Kuna hatua ambazo utalazimika kuacha baadhi ya tabia ili tu uvuke kwenda hatua inayofuata. Wakati huu ukifika, wengi wanajua kabisa kwamba tabia fulani ndio inayomkwamisha. Ila kwa sababu ameizoea, anaendelea kuishi. Matokeo yake kila siku anajikuta kama anabaki vile vile. Kuna watu ambao wanatakiwa wapate necessary loss kwenye maisha yao. Kuna watu ni hatari kuendelea kuwa nao zaidi. Watu hawa unawajua kabisa. Kinachokufanya usiachane nao ni kukosa ujasiri na kuogopa maumivu ya kuachana nao. Wakati mwingine ni hofu, unajiuliza kwamba watanionaje. Ukiendelea kung'ania kuwa karibu na watu kama hao ambao unajua kabisa kwamba unatakiwa uwe nao mbali, lazima utakuja kujuta siku moja. Uwe jasiri kufanya unachopaswa. Wakati mwingine unatakiwa upate necessary loss ya kuacha unachokifanya ili uanze kufanya kitu kingine. Umeshajua kabisa kwamba hii njia uliyopo imepotea, au muda wa kuwa hapo umekwisha na unataka kwenda mahali pengine au kuanza kitu kingine. Juma anamaanisha kuwa muda wa kukaa pale umekwisha. Wewe sasa unaenda kuwa mwingine kabisa, watakuheshimu. Nikasema kimoyoni, asante Mungu, nipo na watu sahihi na wakati sahihi. Mwalimu aliyekuja alitoa somo hili hapa. Kuna vitu kifanya vinapelekea mtu mwingine apoteze hisia na wewe kabisa.
Mara nyingi tumepoteza watu bila kujua kwa sababu ya kufanya vitu ambavyo vimepelekea kuwafukuza kwenye maisha yetu. Cha kwanza ni kulaumu. Hakuna anayependa kulaumiwa kila wakati. Ukiwa mtu ambaye unalaumu sana, tena wakati mwingine bila hata kumsikiliza mwingine ama kumpa nafasi ya kujieleza, utapoteza watu wengi sana. Kuna watu wakipiga simu tu wanaanza kulaumu. Wakiandika message wanaanza kulaumu na kadhalika. Ukiwa mtu wa hivi, watu wataanza kukwepa na watapoteza hisia na wewe. Kingine ni tabia ya kumtumia mtu. Hii hutokea pale ambapo thamani ya mtu kwako haipo kwenye mahusiano mlionayo, bali ni kwa sababu tu unataka kumtumia unapokuwa unamhitaji. Yaani wakati pekee unapomwisha kumpenda au kumthamini ni pale ambapo unapotaka kumtumia tu. Baada ya hapo hauna habari naye. Kuna watu, ukiona watu wanakutafuta na wanakuambia maneno mazuri, ujue kwamba wanataka kutumia. Ukiwa mtu wa hivi utapoteza watu wengi sana wa thamani. Maana nikasema sitakubali niwe mtu wa hivyo mimi. Kama nilihama mtaa kidogo, sio mbali, ni mtaa wa pili tu, nikawa nimeanza kazi zangu nikiwa nafuata misingi yote ya tija kwenye kazi yangu. Nidhamu na heshima ndio ngao ya mafanikio. Nikaanza kuajiri watu tofauti tofauti wa kunisaidia kazi zangu. Ila moyoni naumia kuona kwamba kuna wimbi kubwa la vijana wapo mtaani wenye akili kama mimi yangu ya zamani ya kukariri kwamba kila aliyefanikiwa ni Freemason au kuna nguvu ya ziada. Nikamwambia bibi, hebu naomba niwe mfano bora kwa vijana, niende kutoa utando wa vichwa vyao tu, waache ukave jiweni wafanye kazi. Bibi msomi alinipa baraka zote. Baada kingine rafiki yangu akasema kwamba ni jambo zuri, hebu fikisha ujumbe kwa vijana wengine wengi sana. Wapo hivyo. Nashukuru swala lilipita, nikaweka kongamano ndani ya mtaa wetu pale. Wote vijana maskani nilifika kwenye kongamano hili, nikasema kwamba hapa nitatumia fursa vizuri kabisa kuweza kukomboa kijana wa mtaani. Jamani yule ambaye kama nipiga konzi na kuniita dishi, aliniangalia mara mbili, ndio huyu Juma au? Wala nako alikuwa ananizomea, waniangalia mara mbili, ndio huyu Juma. Kongamano likaanza. Bibi alipanda juu akaongea na vijana kwa upana kufungua akili zao zilizolala. Alisema maneno haya: usifikirie kwa mafanikio ni kazi ya siku moja. Moja ya hasara kubwa sana unayoipata vijana baada ya kuanzishwa kwa kamati nyingi sana, kumefanya vijana wengi waamini kwa mafanikio ni kitu ambacho kinapatikana kwa wepesi tu, kama kubeti shilingi 500 na kujipatia mamilioni. Kijana ukiona mtu amefanikiwa ujue kwamba kapitia mchakato wa muda mrefu sana. Kakutana na vizingiti vingi vilivyotaka kumzuia, lakini akavumilia na kupambana na kufikia hatua hiyo unayomuona nayo wewe. Biblia inafundisha kuwa Mithali 13 mstari wa 11, mali inayopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Ili mafanikio yako yaweze kudumu kwako na kwa vizazi vyako, unatakiwa upitie mchakato yote ya kuweza kufanikiwa. Ni rahisi sana mtu kusema kwamba yeye Mungu ampendelea tu ndio maana kafanikiwa. Lakini ukifuatilia kiundani kabisa utagundua kuwa ukiachana na neema aliyopewa na Mungu kama ilivyo wewe, bado amepambana hadi kufikia hatua hiyo alionayo. Moja ya watu ambao historia yao inavutia sana na napenda sana ni kushirikishe na wewe leo safari yake mafanikio ni rais wa zamani wa Marekani, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln alijielimisha mwenyewe baada ya kukosa ada ya kulipia shule ya sheria. Mwaka 1833 alikopa fedha kwa rafiki yake ili kuanzisha biashara, lakini alishindwa na kufilisika. Lakini Mungu sio athmani. Mwaka uliofuata alishinda kiti cha uwakilishi wa jimbo la Kentucky, na hiyo ilimsaidia kidogo kulipa deni la mkopo alikomchukua rafiki yake. Alimaliza hilo deni baada ya miaka 17. Mchumba wake alikufa siku chache kabla ya kufunga ndoa. Akachanganyikiwa akili na kuanza kupata maradhi ya ubongo. Akalazwa kwa miezi 6. Akarudi kugombea nafasi ya uwakilishi mwaka 1838, akashindwa. Mwaka 1840 akagombea nafasi ya ujumbe wa Kentucky, akashindwa. Mwaka 1848 akashindwa kiti cha ubunge yani Congress kupitia jimbo la Illinois. Mwaka 1854 akashindwa nafasi ya useneta wa jimbo la Illinois. Mwaka 1856 akaomba nafasi ya umakamu wa rais, akapata kura chini ya 100, akashindwa tena.
lakini hakukata tamaa. Mwaka 1858 akagombea tena useneta akashindwa. Mwaka 1860 akachaguliwa kuwa rais wa awamu ya 16 wa Marekani. Mafanikio ya kweli ni mchakato. Kama safari ya wana Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani, hawakwenda moja kwa moja na kufika Kanaani. Walikutana na vizingiti vingi, lakini wote waliovishinda ndio ambao walifanikiwa kuitawala Kanaani, nchi iliyokuwa imejaa maziwa na asali. Mungu anataka ufanikiwe kwenye maisha yako wewe. Mungu sio Mungu wa hasara. Hawezi kupoteza muda na rasilimali kukuumba wewe alafu usiishi maisha ya ushindi hapa duniani. Ukiona unapitia magumu kwenye maisha yako, ujue kwamba unakaribia kufanikisha njia yako. Endelea kumwamini Mungu na kuendelea kufanya kazi kwa bidii na ubunifu. Vijana wote kwenye ile semina hawakutaka hata mimi niongee, waligundua kwamba wenye kupitia somo la Bibi Msomi kuwa maisha si ya kukata tamaa. Alipokuwa anachambua historia ya rais wa Marekani, walichoka hoi na akili zikawaingia. Kila mmoja alijua kwamba kijiwe sio kitu kizuri kwa sababu kinadumaza akili. Mimi sikuongea. Kuna mzee wa kukera akaomba nafasi ya kuongea, akasema kwamba kijana, ukiwa unakaa kijiweni hauna kazi, ndio chanzo cha kuwa panyarodi, ndio chanzo cha kuwa dume tata. Mimi nasema ukweli kabisa na najulikana kwamba ni mzee wa kukera. Kwa nini nasema kwamba utakuwa dume tata? Ulitamani vya wanaume wenzio wanaotoa jasho. Sasa ili usiwe dume tata, toka kijiweni kafanya kazi. Toka kijiweni fanya biashara yote ikuingiziacho kipato. Simaanishi kwamba wanaoka kijiweni wote hawana kazi. Wapo wenye kazi, ila wanawalemaza nyinyi msio kuwa na kazi. Mnageuka ombaomba tu vijiweni. Toka kafanya kazi. Huu sio wakati wa mwanaume umwazimu mwanaume mwenzako kiatu au nguo. Toka katafute kiatu chako na nguo zako. Huu sio wakati wa mwanaume kupiga umbea tu, kuzungumza mambo yasiyokuwa na tija. Badilika kuwa mwanaume unayeweza kutoa ushauri kwenye sehemu ambayo inayotakiwa utoe ushauri. Mimi nawaambia ukweli na nimemaliza. Karibu Juma. Mimi hata sikuongea sana msikilizaji. Nikasema tu vijana tujitambue. Nikisema niongee sana hapa naweza kabisa kuharibu maneno mengine ya msingi ambayo mliokuwa mmeambiwa. Mimi nadhani maisha yangu ni somo tosha kabisa kwa wewe ambaye unaniona kwamba naishi. Namshukuru Bibi Msomi kwa kunipa mwanga wa maisha. Nilimaliza, vijana wote wakawa wanamfuata Bibi Msomi kwake kuwapa mwanga wa maisha. Kwa kweli vijana walianza kufanya kazi na wakaacha kukaa kijiweni. Mimi nilishukuru sana, nikaweza kubadili mtaa na tukawa wote ni watu wa kufanya kazi. Ombi langu kwako wewe uliyejua simulizi yangu, najua hapo mtaani kwenu kuna vijana ambao wanakaa kijiweni. Nenda uwe balozi wa kuweza kuelimisha au mwambie asikilize Simulizi Max. Mtumie tu link hii hapa kama anatumia simu janja. Asikilize, atapata jambo la kujifunza. Hii ni kwa ajili ya vijana ambao ni taifa la kesho. Nataka kuwasaidia vijana wengi sana waache kukaa vijiweni, waende kufanya kazi. Sina mengi sana ya kusema. Nasema asante Bibi Msomi kwa kunipa mwanga wa maisha. Mpaka hapo msikilizaji, sina la ziada, ndio mwisho. Subscribe YouTube channel ya Simulizi Max TV kwa sababu baada ya hii kuna simulizi nyingine fupi inakuja. Ili kujua inatakiwa umesubscribe. Gonga like hii hapa, lakini pia share kwa ndugu jamaa na marafiki wapate kujifunza pia kupitia simulizi hii. Mimi director wenu Mtunzeni Jogoo Poli. Tukutane kwenye simulizi nyingine fupi ijayo. Alamsik.